Leo nitaenda kufundisha namna ya kutumia XLOOKUP. Na katika database yetu tuna orodha wanafunzi ambao upande huu wana matokeo pamoja na majina, lakini upande huu hakuna matokeo, ila wastani umepangwa kuanzia wastani mkubwa kuelekea wastani mdogo, na tunataka kumachi matokeo yaliyopo hapa yaje ya machi kwa kila mwanafunzi upande huu. Tutatumia function ya XLOOKUP. Hapa inaonekana VLOOKUP, lakini hii ni XLOOKUP. This was the previous version. Tutatumia formula ya XLOOKUP katika kuextract marks zilizopo huku zije zimachi na jina la mwanafunzi aliyopo upande huu. Sasa katika XLOOKUP ina vipengele vikuu vitano. Kuna lookup value ambayo itakuwa ni embetoko, alafu kuna lookup array ambayo itakuwa ni hii hapa array ya hao wanafunzi, alafu kuna return array ambayo itakuwa ni column hii ya column ya masomo, alafu kuna value if not found tutaiacha blank, type neno double quotes kwa ajili ya kuacha blank, na match mode tutaweka exact match. Kwa hiyo bila kupoteza muda tuingie hapa tuweke formula starter yetu, tutaandika XLOOKUP and then itasema lookup value, itatupa kipengele cha kwanza lookup value kama nilivyotangulia kusema hapa. Tutaweka kwa hii hapa embetoko ambayo ni Q8. Hii Q8 tutailoki upande wa Q ili isitembee, sema koma, alafu lookup array tutakuja kuangalia kwenye array hii hapa, alafu tutaweka F4 kwa ajili ya kulock hiyo array, koma, alafu maana hatutaki itembee pia. Return array tutakuja kulock hii return array hapa. Kumbuka kwenye hii return array tunataka tunapo drag hii formula kwenda upande huu, tunataka itoke kwenye civics ije kwenye mathematics ije kwenye history, vivyo hivyo tunapoendelea kukopi. Kwa hizi tutakazo ziloki, hizi letters hatutaziloki, tutaloki namba peke yake. Kwa F4 hizi dollar sign zitakuwepo jirani na namba peke yake. Hiyo inaonyesha kwamba umeloki namba, lakini letters haziko lock. Koma, value if not found tutasema iache blank kama haitapata chochote exact match kama kawaida, match mode, alafu then tutafunga mabano, tutabonyeza control enter. Kama unavyoona hapa imetupa 70. Kwa nini? Kwa sababu embetoko civics ana 70, na ukiangalia huko embetoko civics hii hapa na 70. Kwa hiyo kwa marks zinazofuatia, mfano embetoko na 72, 71, 72, 73, 74, 75 na kuendelea mpaka 78, tutadrag kwenda huku mpaka physics tutamletea. Alafu vile vile tukishamaliza hiyo tunadrag mpaka huko kwenda chini, wanafunzi wengine nakuwa imeshaleta marks. Rahisi kabisa na simple. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel. Tufuatilie katika YouTube channel yetu ya TZ Excel, lakini katika mitandao ya kijamii hasa TikTok tunapatikana kama TZ Excel 3. Asante sana, hadi wakati mwingine tutaonana.